Shetani tutamtandika ipasavyo siku ya leo. Akome kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ni kwa vile alijua ya kwamba leo atakuja kutandikwa ibilisi shetani mahali hapa. Kwa hivyo akataka kufanya uharibifu katika ibada yetu ya leo. Lakini tutafanya tu kwa jinsi ambavyo Mungu ameweza kutujalia tukaweza kukutana. Amen. Leo ni imekwisha day kama vile ambavyo tuliagizwa siku ya leo. Tuwe tunaiadhimisha kama imekwisha day. Mwisho wa watesi wako ni leo. Amina. Mwaka jana ndipo tulipoanza kwa ufunuo wa Mungu ambako alitufunulia kwamba watu wa huduma ya Kristo Reseta ile Ijumaa Kuu sisi kwetu ni imekwisha day. Tuwe tunaiadhimisha kama imekwisha day. Amina. Amina. Basi kwa hiyo ni mwendelezo na leo ni siku ya nyingine tena ni awamu ya pili. Amen. Tunaenda kumaliza kama kumebaki chembe chembe ama kuna walioinuka hapo katikati kwa ajili ya kuleta uharibifu katika maisha yako. Leo tunaenda kumalizia. Amen. Ninajua kabisa kuanzia yani katika huu mwaka mzima nikimaanisha kwamba mwaka wetu wa huduma ya Kristo Reseta ni mwezi wa 4 mpaka mwezi wa 4. Amen. Kwa hiyo 2024 ndio mwezi wa 4 tulipofanya ile tukio mahali hapa, na leo ni mwezi mwingine wa 4 2025 tumetimiza mwaka. Kwa hiyo hapo katikati baada ya lile tukio ninajua kabisa ya kwamba Mungu alitenda kwangu mimi, alinitendea mengi. Hata wale watesi wangu niliona wengine wakipukutika mpaka na kuna waliokufa. Amen. Na wengine wakaondoka na mimi nikajiona kuwa huru na nikawa mwepesi. Sio kwangu tu, hata kwa kanisa. Amina. Kwa hiyo Jumapili utaenda kushuhudia kuanzia ile imekwisha day ya mwaka jana mpaka imekwisha day siku ya leo, matendo makuu ambayo Mungu amekutendea. Amen. Kwa maana kwa kushuhudia matendo ambayo Mungu amefanya, ndivyo ambavyo atazidi kukutendea zaidi na zaidi, kuona kwamba umekumbuka matendo makubwa ambayo Mungu amekufanyia mwaka jana mpaka yani 24 mwezi wa 4 mpaka 25 mwezi huu wa 5. Amen. Kwa hiyo kila mmoja Jumapili, leo tukishatoka hapa, kesho hakuna ibada, utaenda kujiorodheshea tu. Jumapili kila mtu atashuhudia kitu ambacho Mungu amemtendea 2024. Amen. Au kwa mshapote. Kitu ambacho Mungu amekutendea 2024. Amina. Basi mimi ninataka tu nikuambie ya kwamba upo unaishi, unaendelea na maisha yako kama kawaida, unapambana katika kujitengenezea maisha, lakini ujue kabisa kuna ambao wanakufuatilia pasipo hata wewe mwenyewe kujua. Sometimes unakuta unapambana na mambo yako lakini unaona hayaendi, wewe unafikiri ni kawaida tu. Sio kawaida. Kuna ambao hawalali usiku na mchana wakifuatilia maisha yako, wakifuatilia ya kwamba leo fulani amefanya hivi, leo kuna hiki, nifanyeje ili niharibu. Kuna waharibifu, watesi wa maisha yako ambako siku ya leo ndo tunaenda kuamaliza. Amina. Bwana akasema ya kwamba ninajua ya kwamba yapo mateso, lakini Yohana 16:33 anasema hayo nimewaambieni mapema mpate kuwa na amani ndani yenu. Ulimwenguni mnamo dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Yesu anasema kwamba ulimwenguni mnamo dhiki, lakini yeye ameushinda. Jipeni moyo, maana yeye dhiki hizo amezishinda. Amina. Na sisi leo kupitia Yesu Kristo tutaenda kushinda kila dhiki, kila mateso, kila uharibifu ambao umekuwa pamoja nawe. Na wale ambao wanaambatana na wewe katika kukuchunguza hawalali,
usiku na mchana ili kukuharibia wewe maisha. Leo najua umekuja nao kwenye karatasi. Leo tutaenda kuharibu nguvu zao ambazo wanazitumia katika kukuharibia maisha. Amina. Nehemia, tutaenda kusoma Nehemia 4. Nehemia 4:6 hadi 7. Alafu tutaruka, tutasema tena mstari wa 8 na 9. Amen. Asema hivi: basi tukaujenga ukuta, nao ukuta wote ukaungamanishwa kiasi cha nusu ya kimo chake, maana watu walikuwa na moyo wa kufanya kazi. Amina. Unajikuta wewe una moyo wa kufanya kazi, una moyo wa kufanya biashara zako, una moyo wa kujitafutia, lakini unaona bado unastaki, unaona kwamba husongi mbele, unaona kwamba hakuna mafanikio. Leo Mungu anaenda kutenda kwako. Leo Mungu anaenda kutenda. Wewe ambao unakuwa na bidii ya kuhangaika huku na huku, lakini unakuja kujikuta kwamba ufiki, basi leo Mungu ataenda kutenda. Mstari wa 7 anasema: lakini ikawa Sanbalati, Tobia na Waarabu na Waamoni na Waashidodi waliposikia ya kuwa kazi ya kuzitengeneza kuta za Yerusalemu inaendelea, na ya kuwa mahali palipobomoka panaanza kuzibwa, basi wakaghadhibika mno. Niko hapa kukuambia kwamba wako watu ambao wanaghadhibika, wanapatwa na hasira wakiona wewe unasonga mbele, wakiona wewe unafanikiwa. Kuna watu wanang'ata kidole kwamba mama fulani, kwa nini anafanikiwa? Kwa nini huyu anasonga mbele? Kwa nini Mungu anamweza? Kwa nini huyu inakuwa kuaje? Haiwezekani. Lazima tumharibie, lazima tuhakikishe ya kwamba hafanikiwi. Wako hao. Amina. Wako hao akina Tobia, akina Sanbalati, wako hao Waarabu ambao wanafanya hivyo. Nikisema Waarabu namaanisha kwamba kuna watu wanaotumia maandishi, wanakuandika wewe jina, wananenea kitu, wanafunga kwenye vikopo au kwenye vibuyu, au wanafukia chini, au wanatupa mtoni, vinaenda. Wako kwa kunenea. Amina. Leo Bwana anaenda kushughulika na Waarabu ambao wanakutesa, yaani nikimaanisha wachawi wako. Ninapotaja hawa watu hapa, na maanisha wachawi wako, wale wasiokutakia maendeleo, wale wasiotaka upige hatua. Leo Bwana anaenda kudili nao perpendicular bisector. Leo ni siku yao. Amina. Leo unaenda kufunguliwa, kwa sababu nguvu zao zinaenda kuharibiwa, nguvu zao leo zinaenda kuondolewa. Amina. Hao Sanbalati wako, Tobia na Waarabu na Waamoni, hao wachawi ambao wanawanga, wanaotumia majini na mapepo kukuharibia maisha, leo watakiona cha moto. Amina. Mstari wa 8 anasema: wakafanya shauri wote pamoja kuja kupigana na Yerusalemu. Amina. Wachawi wana kawaida ya kufanya vikao vyao. Wachawi wana mikutano yao ya kujadili. Leo labda wanamjadili Lucy, kwamba Lucy naona sasa hivi anapiga maendeleo, Lucy labda leo anabadilika. Wanakaa wanajadili, wanamuundia kikao, wanamwekea kamati ya uharibifu. Amina. Kwa ajili ya kuharibu maisha yake, kwa ajili ya kumharibia kazi zake, kwa ajili ya kuharibu chochote kile ambacho wewe mtu unafanya. Wanakukalia kikao. Wapo. Amina. Wapo kabisa. Wewe huna habari, wewe unapambana, unakimbia huku na huku, unakimbia kujitafutia, unakimbia na vibiashara vyako, unakimbia na kazi yako. Wapo ambao hawalali wakiangalia huyu mbona anapiga hatua, wakiangalia tufanyeje huyu tumharibu. Wako hao. Amina. Hao ndio tunaenda kudili nao leo. Hao ndio ambao tunaenda kuangamiza nguvu zao leo kwenye lile sanduku pale utakapoenda kutia kibiriti. Amen. Mstari wa 9 anasema: basi sisi tuliomuomba dua Mungu wetu, tena tukaweka walinzi mchana na usiku kwa sababu yao, ili kuwapinga. Amina. Tendo tunaloenda kufanya leo ni la kuwapinga.
Amina. Kuwapinga hao wanga, hao wachawi, hao washirikina, hao waharibifu wa maisha yako. Leo tutaenda kuwapinga kwa ishara ya moto. Amina. Tutaenda kuchoma hapa, wataenda kuteketea. Amen. Haleluya, haleluya. Na ndipo tutaenda kupewa ulinzi na Mungu. Tutaenda kuomba ulinzi imara utakao kulinda kuanzia leo mpaka mwezi wa 4 mwakani, ukikulinda wewe na mali zako na biashara zako. Amina. Imekwisha dei. Leo tunasema kwamba imekwisha. Mateso yanaenda kuisha. Hao maadui zako leo wataenda kuangamia. Amina. Na tunafanya hili tendo kwa ujasiri kabisa, kwa sababu katika kitabu cha Kutoka 22 mstari wa 18 anasema, usimuache mwanamke mchawi kuishi. Usimuache mchawi kuishi. Amina. Anaposema mwanamke mchawi kuishi, ina maana kwamba mwanamke anasimama upande wa roho. Amen. Mwanamke katika imani anasimama katika roho. Amina. Kwa hiyo sio mwanamke kwamba wewe mwanamke tu, kuna na wanaume. Amen. Lakini ni ile roho inayozungumziwa kwamba usiache hiyo roho ya kichawi ikaishi. Kwa hiyo ndio maana leo tunaenda kuchoma wachawi wote wanaokutesa, wanaofuatilia maisha yako, wanaokuharibia, unaowajua na usiowajua. Maana kuna wengine huwajui. Unaweza ukawa unamjua tu mmoja, lakini kumbe kuna wengine ni kikundi kinachodili na wewe kila siku. Amen. Kwa hiyo leo roho za kichawi zinazofuatilia maisha yako, unazozijua na usizozijua, leo zitaenda kuangamia pale. Amen. Baada ya dakika chache zinaenda kuangamia. Nehemia 4:9 anasema, basi sisi tuliomwomba Mungu wetu dua, tena tukaweka walinzi mchana na usiku kwa sababu yao, ili kuwapinga. Amina. Nishasoma kumbe hapo, si ndio? Ili kuwapinga. Basi Yohana 19:28 anasema, baada ya hayo Yesu hali akijua ya kuwa yote yamekwisha kumalizika, ili andiko litimizwe, akasema, naona kiu. Kulikuwako huko chombo kimejaa siki. Basi wakatia sifongo iliyojaa siki juu ya ufito wa hisopo, wakampelekea kinywani. Basi Yesu alipokwisha kuipokea ile siki, alisema, imekwisha. Akainama kichwa, akaisalimu roho yake. Amen. Leo Yesu anasema ya kwamba imekwisha. Mateso yako, umaskini, ufukara, magonjwa, yamkini kuna magonjwa ambayo yamekutesa mfululizo, unaomba lakini bado yapo. Leo katika ile ishara tutakaifanya hapo, ninafikiri kama kuna ugonjwa ambao unakusumbua siku zote, umeandika, ninaowajua na nisiowajua. Kwa hiyo hizo roho unazozijua na usizozijua zitaenda kuangamia. Na leo Yesu Kristo anasema ya kwamba imekwisha. Leo anaenda kumaliza yote. Mstari wa 29 anasema, kulikuwako huko Kwa hiyo hii leo tunaenda kumaliza. Yesu anaenda kumaliza. Ninaenda haraka kwa sababu ni saa 9, isije ikapita kabla hatujaanza kufikisha na kufanya hilo tendo lililo kuu. Lakini elewa ya kwamba leo yote yamekwisha. Ufunuo 21:3 anasema, nikasikia sauti kubwa kutoka katika kile kiti cha enzi ikisema, tazama, maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu, naye atafanya maskani yake pamoja nao
pamoja nao, nao watakuwa watu wake, naye Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nawe. Tukishaziteketeza hizo roho pale, hizo roho za kichawi, hizo roho zinazokutesa, hizo roho zinazokuletea umasikini, hizo roho zinazofunga kazi yako, hizo roho zinazoharibu familia yako, hizo roho zinazoharibu ndoa yako, hizo roho zinazokuharibia familia, kazi yako, biashara, leo tukishamaliza pale, wewe unaenda kuwa huru, na hapo sasa Mungu ataenda kufanya makao kwako wewe kama mwanadamu. Mungu atafanya makao kwako. Hapo ndipo utaona sasa matendo makuu ya Mungu yakitendeka kwako. Hapo ndipo utaanza kuona sasa ukienda kufanikiwa. Amen. Amen. Mstari wa 5 anasema, na yeye aketie juu ya kile kiti cha enzi akasema, tazama nafanya yote kuwa mapya. Wewe utaenda kufanyiwa mambo mapya sasa. Ngazi uliokuwa unatembea nayo mwaka jana, kiwango ulichokuwa unatembea nacho mwaka jana, mwaka huu kinaenda kupanda. Amen. Yaani kuanzia leo mpaka mwezi wa 4 mwakani, hutakuwa katika viwango ulivyokuwa navyo mwaka jana. Amen. Unaenda kutembea katika viwango vingine vipya. Hiyo ni ahadi ya Mungu ambayo amekuahidi, kwa maana unaenda kuwa mpya na Bwana anaenda kufanya makao kwako. Amen. Na hapo anasema ya kwamba akaniambia, andika ya kwamba maneno hayo ni amini na kweli. Maneno haya ambayo ni Mungu mwenyewe ameyasema ni amini na hakika, ni kweli na ni hakika ya kwamba Mungu anaenda kukuinua viwango vingine vipya. Amen. Mstari wa 6 anasema, akaniambia, imekwisha kuwa, mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Tukishamaliza pale, tukishachoma pale, unaenda kuinuka sasa katika viwango vingine vipya. Mwaka huu utatembea katika viwango vipya. Ile hali uliokuweko nayo mwaka jana, au viwango ulivyokuwa navyo mwaka jana, au kiasi cha kipato chako cha mwaka jana mpaka leo, kinaenda kuchange. Unaenda kuinuka katika ngazi zingine mpya. Anasema yeye ni Alfa na Omega. Amekwisha kusema ya kwamba imekwisha kuwa, imekwisha dei. Siku hii tunapoadhimisha, tunaenda kutembea tena katika viwango vipya. Amen. Kile kiwango ulichoinuliwa mwaka jana, amini kabisa, mwaka huu unaenda kutembea katika viwango vingine vikubwa zaidi. Amen. Kipato chako kinaenda kuongezeka, kitaongezeka. Amini. Andika. Amesema hivi, akamwambia imekwisha kuwa, mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Hapa amesema kwamba andika ya kwamba maneno haya ni amini na kweli. Maneno haya ni amini na kweli. Unaenda kutembea katika viwango vingine vipya. Viwango ulivyotembea navyo mwaka jana, unaenda kupanda level nyingine, unaenda kupanda ngazi nyingine. Amen. Haleluya, haleluya. Huyu Mungu ni mwema. Sasa tunaenda kuingia katika maombi, lakini wakati huo tunapoenda katika maombi, lile box lisogee pale, alafu mtu mmoja ashike kibiriti pale, tutaenda kuchoma. Na vile nitakavyokuambia sema. Unajua hapa ni kwamba tunajipambania. Shika karatasi yako sasa. Karabasika posantorianda rabashaka. Hiki ni kipindi cha kupanda ngazi mpya. Ni kipindi chetu ambacho Mungu wa mbinguni ametuahidi ya kwamba imekwisha. Mateso yako yanaenda kuisha. Wanaokuharibu bia maisha, leo ni mwisho, na utaenda kuona sasa ukiendelea kuongezeka. Nafikiri kila mtu amekwisha kushika karatasi yake. Pawepo na mtu pale sasa ambaye ataangalia pale tunapochoma. Kibiriti kiko pale. Tunalete mmoja mmoja au tunalete kwa ujumla? Amina. Basi lete makaratasi hayo pale.
Wekeni makaratasi kwenye lile boksi pale. Na kwenye mtandao pia nafikiri umeandaa mahali pako pazuri pa kuchomea. Kamata na kibiriti chako tutakapoanza. Na kwenye audio vile vile andaa mahali vizuri utakapochomea karatasi lako, shika kibiriti. Tukianza hapa kupeleka moto, yani ni fire. Haleluya, haleluya. Kunjua hilo karatasi ili liweze kuungua. Hakuna atakayeangalia ulichoandika wala mtu hatakiwi kujua. Hapa ni moto tu wake pale, yaendelee kuungua. Amina. Kutoka 22 mstari wa 18 tumeambiwa usimwache mwanamke mchawi kuishi. Usiache hizo roho za kichawi kuishi. Amina. Kwa hiyo nikisema useme maneno nitakayosema hapa, useme kabisa kwa moyo, kwa sauti hapa, jipambanie kwa sababu unatengeneza mwaka wako. Amina. Unatengeneza viwango vya mwaka unaokuja. Ikifika Jumapili katika Ukombozi Day tunaenda kushangilia. Amen. Tusimame. Wanajeshi wanapoenda jeshini wanakuwa wamesimama, hawakai. Simama, tumpige huyo ibilisi shetani, tuwapige na malaika zake. Amina. Sema wachawi, wanga, majini na mapepo na waangamiza. Endelea kuchoma sasa, we unayechoma endelea kuchoma. Sema ninawaangamiza na kuwateketeza kwa jina la Yesu. Kwenye mtandao choma pia, endelea kuchoma huku unaendelea kusema kila roho za kichawi zinazonifuatilia na kufuatilia familia yangu, watoto wangu, uchumi wangu, afya yangu, kipato changu, biashara yangu, kazi yangu, elimu yangu, maisha yangu, leo imekwisha day. Ni siku yenu ya kuangamia nyie mnaonifuatilia katika maisha yangu. Kwa jina la Yesu, teketea, angamia kwa jina la Yesu. Achia familia yangu, achia watoto wangu, achia kazi yangu, achia biashara zangu kwa jina la Yesu. Teketea, teketea kwa moto kwa jina la Yesu. Ungua kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Leo ninawakabidhi pale msalabani kwa Yesu, mkabili naye leo akawamalize kwa jina la Yesu. Atakaposhuka kuzimu mkateketee kwa jina la Yesu. Zile funguo wanazotumia kunifungia maisha yangu siku ya leo tunawanyang'anya kwa jina la Yesu. Ule moto pale unapowaka ni ishara ya kwamba sasa unateketea kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Sema ninachoma kila kitu changu wachawi waliochukua, yamkini ni unyayo waliochota, au ni nguo, au ni kitu chochote wakatumia kwa ajili ya kukitumia kunitesea, kunipata. Siku ya leo ninajitenga navyo kwa jina la Yesu. Ninajitenga navyo kwa jina la Yesu. Yamkini walichukua fedha wakaenda kuinenea, nikageuka tumaulete kuwapelekea kipato changu. Siku ya leo ninajitenga navyo kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Maagenti wa shetani wanaotumika katika kuharibu maisha yangu na ya familia yangu na kazi zangu na biashara zangu, leo nawateketeza kwa moto. Leo mkaishe kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Teketea, teketea kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Hizo roho za kichawi, hao mashetani wakaharibu, wanaharibu makazi yangu,
yangu ili pawe pachungu. Leo nawachoma kwa moto kwa jina la Yesu. Mahali popote mlipojificha katika makazi yangu ili kuniharibia maisha, siku ya leo teketea, teketea kwa moto, ukaishe, kwisha, kwisha kwa jina la Yesu. Roho za mashetani, wachawi zinazoharibu mahali pangu, nyumbani kwangu, eneo la biashara, kazini kwangu, ili kazi iharibike, leo teketea, teketea kwa jina la Yesu. Hizo roho za kishetani, hizo roho za wachawi zinazoharibu afya yangu, kuleta magonjwa, kuniharibia afya, teketea, teketea kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Hizo roho zinazoharibu familia yangu, ili familia yangu iharibikiwe, leo ninawachoma kwa moto kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ungua, ungua kwa jina la Yesu. Teketea kwa moto kwa jina la Yesu. Hizo nguvu zao wanazozitumia leo ninazitumia moto. Huo moto ukawateketeze kwa jina la Yesu. Huo moto ukawawakie kwa jina la Yesu. Ukawawakie kwenye vibuyu vyao kwa jina la Yesu. Wakateketee, wakateketee kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Nguvu zinazotumiwa na wachawi na mashetani kudidimiza kipato changu, siku ya leo hizo nguvu zikateketee kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Hizo nguvu wanazotumia kuua huduma yangu zikateketee kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila mchawi atakayeingia kanisani kwangu akakutane na huo moto, kwa jina la Yesu akateketee na kuangamia kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila kamba na nyororo zilizofunga maisha yangu leo ziteketee kwa moto kwa jina la Yesu. Maajenti wote wanaotumiwa na kuzimu kuhudhuria kanisani, kwenye makanisa ya kiroho, ili kufifisha nguvu, hizo roho zikateketee kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Hao maajenti wa kichawi wanaotumika katika kupiga watumishi wa Mungu ili washindwe kufanya kazi ya Mungu, leo imekwisha. Wateketee kwa moto, wakaungue kwa jina la Yesu. Hizo roho zinazotumwa nyakati za usiku nyumbani kwangu kwa ajili ya kulete uharibifu, zikaharibike. Hizo roho zinazotumwa kwa ajili ya kulete faraka, ninatuma moto ukaunguze hizo roho kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Macho ya kichawi yanayonitazama wakati wote kwa ajili ya kuniangamiza, leo yakaungue kwa moto kwa jina la Yesu. Haya masikio ya kichawi yanayodumu kunisikiliza wakati wote nyumbani kwangu, leo yakapigwa upofu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Hizo antena za kichawi zinazotumiwa kunisikiliza zikateketee kwa moto kwa jina la Yesu. Yamkini ni antena za wadudu au vijinyama vya aina yoyote au vipepeo au mijusi, zinatuma moto. Ule moto unaowaka pale ukawateketeze kwa jina la Yesu. Hizo antena zikaungue
visiwe na nguvu tena wala kuweza kufika kwenye makazi yangu kwa jina la Yesu, wala kufika eneo la biashara yangu au eneo la kazi yangu au kwa jamii yangu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila namna ya antena za kichawi zisiweze kunasa tena kwa kutumia jina langu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ziteketee kwa moto kwa jina la Yesu. Nateketeza antena zinazosafiri kupitia jina langu, zinazotumia jina langu kwa ajili ya kuniharibia maisha yangu, baraka zangu kwa jina la Yesu. Hizo antena zikawake moto, zikateketee kwa jina la Yesu. Damu ya Yesu nitakase, damu ya Yesu nioshe, damu ya Yesu ikanene mema katika kazi zangu, katika biashara yangu, kwa familia yangu, kwa kipato changu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ewe shetani, leo toka katika maisha yangu kwa jina la Yesu. Achia kipato changu, achia uchumi wangu, achia afya yangu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Achia elimu yangu, achia masomo yangu kwa jina la Yesu. Damu ya Yesu ikanene mema katika maisha yangu. Napiga na kusambaratisha mikutano ya wachawi wanaokaa kunijadili jinsi ya kuniangamiza. Leo kwa jina la Yesu ninawasambaratisha kwa moto kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Sambaratika, ungua, teketea. Achia familia yangu, achia afya yangu, achia kipato changu kwa jina la Yesu. Achia watoto wangu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Au Sanbalati na Tobia na Waarabu leo ni wachawi mnaonitesa. Leo teketea kwa moto, kamata moto kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Familia yangu ikawe huru kwa jina la Yesu. Ndoa yangu ikawe huru kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Siku ya leo, siku ya leo imekwisha, imekwisha kwa jina la Yesu. Sema Bwana, naomba uniwekee ulinzi wa kunilinda mchana na usiku, kulinda kuta zangu, kuta za familia yangu, kuta za kazi yangu, kuta za biashara yangu, kuta za watoto wangu, kuta za makazi yangu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Mashamba yangu, kila kilicho changu kipate ulinzi, kipate malaika walinzi wa kulinda, malaika walinzi watakaosimamia afya yangu, malaika walinzi watakaosimamia uchumi wangu, malaika walinzi watakaosimamia watoto wangu, malaika walinzi watakaosimamia elimu yangu kwa jina la Yesu. Uzuri wako Mungu ukaonekane kwangu, uzuri wako Mungu uonekane kwangu, uzuri wako Yesu ukaonekane kwangu kwa jina la Yesu. Imekwisha, imekwisha kuwa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Yesu, tunakukabidhi fadhaa zetu, mateso yetu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Leo, leo barua hii ushoka nayo kuzimu, ili ikawe ni mashitaka yetu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, ili tukomboleke kwa jina la Yesu. Sasa tunaenda kusali. Omba ulinzi kwa maneno yako.
Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ninaomba ulinzi Bwana kwa kipindi hiki cha mwaka huu 24 25, kuanzia leo 25 mwezi wa 4 mpaka 25 mwezi 2026. Baba, ulinzi wako ukatembee nami, ulinzi wako ukatembee na familia yangu, ulinzi wako ukatembee na kanisa langu la huduma ya Kristo Center, ulinzi wako ukatembee na washirika wote wa huduma ya Kristo Center na wote wanaotufuatilia katika audio, katika video na kule YouTube. Kwa jina la Yesu, Bwana usituache. Tunaomba ulinzi wako Yesu. Tunaomba ulinzi wako Yesu. Tunaomba ulinzi wako kwa jina la Yesu. Omba uchumi mpya. Omba kupata uchumi mpya. Usinyamaze, omba. Ukapata viwango, ukatembea katika ngazi zingine. Kwa jina la Yesu, Mungu wangu, Mwokozi wangu, 2026 kuanzia leo kipindi hiki mpaka 2026, Bwana, ninaomba kutembea katika viwango vipya vya uchumi kwa jina la Yesu. Ninaomba kutembea katika viwango vipya kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Bwana Yesu, nipe Bwana uchumi mpya Bwana, viwango vingine Bwana, kutoka ngazi hii kwenda ngazi nyingine Bwana, kwa jina la Yesu. Omba kupata kipato kipya, omba kutembea katika vipato vipya kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Baba, ninaomba, ninatuma barua yangu Bwana kwako Yesu Kristo. Ninaomba ukaniwezeshe kutembea katika viwango vingine vya kipato Bwana, kipato changu kikaongezeke zaidi kwa jina la Yesu. Omba huduma yako ya kiroho mpya, omba kuwa katika viwango vingine vipya kwa jina la Yesu. Leo ninaomba Bwana kupata viwango zaidi vya kiroho Bwana, katika huduma za kiroho Bwana. Nipandishe viwango vipya Jehova, nipandishe viwango vipya Jehova. Omba kupata kibali, omba kibali kuheshimika, kibali cha kuheshimika machoni pa Mungu na machoni pa wanadamu kwa jina la Yesu. Mungu wangu, ninaomba kibali, nipe kibali Bwana cha kuheshimika machoni pako na machoni pa Mungu kwa jina la Yesu. Yesu, nipe kibali. Yesu, nipokee kibali kwa jina la Yesu. Rapashakata pasika posandolia kwa jina la Yesu. Nipe kibali Bwana kwa familia yangu, nipe kibali Bwana kwa wilaya yangu, nipe kibali Bwana kwa mkoa wangu, nipe kibali Bwana kwa nchi yangu, nipe kibali cha kukubalika Bwana kwa jina la Yesu. Ombea afya yako na uombe uhai, usisikie mambo ya vifo kwako wala familia yako kwa jina la Yesu. Hata wewe mwenyewe ukawe na afya, ukawe na maisha, ukaishi ukafaidi mema ya nchi kwa jina la Yesu. Baba, ninaomba uhai, watoto wangu uhai, mimi mwenyewe uhai, katika familia, katika huduma Bwana, ninaomba uhai, ninaomba uhai kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Ombea familia yako na ndoa yako. Kama una ndoa, ombea ndoa. Kama una familia, ombea familia kwa jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu, ninaomba kwa ajili ya familia yangu na watu wote wanaonihusu Bwana, pamoja na familia ya huduma ya Kristo Center. Baba, ninaiombea kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Imekwisha. Amen. Rapa shakata. Imekwisha. Amen. Amen. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Jehova Mungu mfalme wa amani, Yesu Kristo, leo tumekukabidhi barua yetu Baba, utakapoenda kuzimu huku kushughulika mpaka siku ya Jumapili. Baba, ukanikumbuke, ukanikomoe pale niliposhikiliwa na watu wa kanisa langu walikoshikiliwa, wakaachiliwe kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Baba, ninaweka kanisa zima mikononi pako, ni katika jina la Yesu. Tupe kutembea Bwana,
tupe kutembea katika wewe kwa jina la Yesu. Asante Yesu Kristo kwa kujitolea kupigwa, kwa kujitolea kudharauliwa, kwa kujitolea kuumia kwa ajili yetu. Ni kwa ajili yangu na kwa ajili yetu Bwana, nasi tunakushukuru Yesu, tunasema ni asante. Haleluya, asante Yesu. Amen. Mshangilie Bwana makofi.